ikiwa imesitishwa kwa muda uuzwaji wa mali ya Entim Sidai hadi kesho kesi hiyo itakaposikilizwa. Mahakama Kuu imekataa kusitisha mnada wa jengo la biashara la kifahari lililoko Karen la aliyekuwa waziri Raphael Tuju, huku ikitoa amri za kusitisha uuzaji wa mali nyingine hadi rufaa iliyokusudiwa itakaposikilizwa. Katika uamuzi uliotolewa Alhamisi, mahakama ilitoa amri ya muda katika mzozo wa muda mrefu unaohusisha Tuju na benki kadhaa na wahusika wengine kuhusu mali iliyowekwa dhamana kwa mikopo. Jaji Moses Ado alitoa amri za kusitisha mnada uliopangwa wa mali ya Entim Sidai hadi kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa kikamilifu, huku akikataa kusimamisha mnada uliopangwa wa Dari Business Park, jambo ambalo limemletea Tuju pigo kubwa katika juhudi zake za kuzuia mali hiyo kuuzwa. Katika agizo hilo, Tuju ametakiwa kuweka shilingi milioni 50 ndani ya siku 30 kama dhamana, la sivyo amri za kusitisha mnada wa mali ya Entim Sidai zitaondolewa moja kwa moja. Jaji Ado alisema kuwa mahakama haiwezi kuingilia uhamisho halali wa mali ambayo tayari ilikuwa imeuzwa na kuhamishwa kwa mnunuzi mwingine karibu miaka 2 iliyopita. Akibainisha kuwa ushahidi unaonyesha kuwa ardhi yenye usajili wa LR nambari 1055 kwa 165 inayojumuisha Tamarin na Dari Business Park iliuzwa katika mnada wa hadhara na kuhamishwa kwa Ultra Eureka na kwamba umiliki wake ulikwisha chukuliwa. Jaji huyo alisema kuwa mauzo ya mnada wa hadhara hupata uhalali wa mwisho mara tu hatimiliki inapohamishwa. Hivyo mahakama kwa kawaida haiwezi kubatilisha sheria iliyokamilika. Uamuzi huo unafuatia rufaa ya Tuju baada ya mahakama kuu katika uamuzi uliotolewa Machi 9 mwaka 2026 kuruhusu mnada wa mali yake kuendelea. Linda Alela, TV 47.